Kuna ukweli mmoja ambao watu wachache sana wanaujua, na ukiuelewa, maisha yako hayatabaki vile yalivyo tena. Sio kwamba unahitaji akili zaidi au bahati zaidi, bali unahitaji kitu kimoja tu: uwezo wa kuamini kile unachokijua ndani yako na kukiunga mkono kwa akili yenye usahihi. Na leo tunamalizia sura ya mwisho ya kitabu cha Mastery cha Robert Greene. Hii ni Sauti ya Kurasa. Karibu. Sura ya 6. Fuse the intuitive with the rational. Mastery. Kuna hatua moja nyeti sana inayomtenganisha mtu mzuri na bingwa wa kweli. Hatua hii si juhudi peke yake, si muda pekee, wala si wingi wa maarifa ulionayo. Ni kitu kilicho juu zaidi ya hivyo vyote. Ni uwezo wa kuunganisha akili ya ndani, intuition, na akili ya nje, mantiki. Hapo ndipo kilele cha ubora wa mwanadamu kinapoanzia. Watu wengi hushindwa kufika hapa. Wanajifunza kwa bidii kwa miaka mingi, wanakusanya maarifa mengi, wanapata uzoefu wa kutosha, lakini bado wanabaki katika kiwango cha kawaida. Wanakuwa wazuri, lakini si wa kipekee. Sababu kubwa ni moja: hawajafikia hatua ya kuunganisha intuition yao na uwezo wao wa kufikiri kwa mantiki. Katika sura hii ya 6, tunafika kileleni mwa safari ya ubingwa. Baada ya kupitia hatua zote muhimu: kugundua wito wako, kupita kwenye wanagenzi, kupata mwongozo wa mentor, kujifunza kuelewa watu na kukuza ubunifu, sasa unafika kwenye hatua ya mwisho kabisa: kuwa mmoja na kile unachokifanya. Hapa ndipo mastery halisi inapozaliwa. Katika hatua za mwanzo za safari yako, kila kitu kilihitaji juhudi za makusudi. Ulilazimika kufikiri kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Ulijifunza sheria, mbinu na misingi ya kile unachofanya. Ulifanya makosa, ukajirekebisha, ukajaribu tena. Kila hatua ilihitaji umakini mkubwa, lakini kadri ulivyoendelea kufanya mazoezi kwa muda mrefu, kitu cha ajabu kilianza kutokea. Maarifa yote uliokusanya hayakubaki tena kichwani kama vitu vya kukariri. Yalianza kukaa ndani yako, yalianza kuwa sehemu ya asili yako. Huhitaji tena kufikiri hatua kwa hatua, unaanza kujua bila hata kujieleza kwa maneno. Hapo ndipo intuition inazaliwa. Intuition si uchawi, wala si kitu cha kubahatisha. Ni matokeo ya maelfu ya saa za mazoezi, uchunguzi wa kina na uzoefu uliorudiwa mara nyingi. Ni akili yako iliyojifunza kwa kiwango cha juu kiasi kwamba inaweza kufanya maamuzi kwa haraka bila kupitia mchakato mrefu wa mantiki. Fikiria dereva mwenye uzoefu mkubwa. Anapoendesha gari, hafikiri kila hatua anayofanya. Hafikiri kubonyeza brake, kubadili gia au kuangalia vioo. Kila kitu kinatokea kwa urahisi kama vile ni sehemu ya mwili wake. Lakini urahisi huo haukutokea kwa bahati. Ulijengwa kwa miaka ya mazoezi. Au fikiria daktari bingwa. Wakati mwingine anaweza kumwona mgonjwa na mara moja akapata hisia ya kile kinachotokea kabla hata ya vipimo kuthibitisha. Hii si kubahatisha. Ni intuition iliyojengwa juu ya uzoefu wa muda mrefu. Hii ndiyo maana ya fusion, kuunganisha akili ya mantiki na hisia ya ndani. Lakini hapa ndipo watu wengi hukosea. Wanataka kufikia hatua ya intuition bila kupitia mchakato wa kujenga msingi. Wanataka kuhisi kabla hawajajifunza. Wanataka kuamini sauti ya ndani kabla hawajaijenga. Hii si intuition, hii ni kubahatisha. Intuition ya kweli huja baada ya nidhamu kali. Huja baada ya kujifunza sheria zote kwa kina, kuzitumia na hatimaye kuzizidi. Lazima kwanza ujenge msingi imara kabla hujaanza kuamini hisia zako za ndani. Katika hatua ya mastery, akili yako inakuwa huru. Hufungwi tena na sheria kwa njia ya kukuzuia, bali unazitumia kama zana. Unaweza kuzifuata au kuzivunja kulingana na hali. Unaona picha kubwa zaidi kuliko wengine. Unaunganisha taarifa kwa haraka. Unafanya maamuzi bila kusita,
lakini kwa usahihi wa hali ya juu. Hii ndiyo hali ambayo wanamuziki wakubwa huingia wanapopiga muziki bila kufikiri, wanariadha wanapocheza kwa uhuru bila hofu, au wabunifu wanapounda kazi za kipekee bila kujilazimisha. Hii ndiyo hali ya flow, ambapo akili, mwili na hisia vinafanya kazi kwa pamoja bila mgongano. Lakini kufika hapa si jambo la haraka. Inahitaji uvumilivu wa muda mrefu. Inahitaji kukubali mchakato. Inahitaji kukubali makosa, kushindwa na kujirudia mara kwa mara. Hakuna njia ya mkato hapa. Hakuna shortcut ya mastery. Ni safari ya kujenga polepole, siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka. Ni mchakato wa ndani ambao hauonekani haraka kwa wengine, lakini unaendelea kukua kwa nguvu. Na hata unapofika kwenye hatua hii ya juu, safari haimalizi. Tofauti ni kwamba sasa unajifunza kwa kiwango kingine kabisa. Unaelewa mambo kwa haraka zaidi. Unaona mifumo kwa urahisi zaidi na unaendelea kukua bila kujilazimisha. Katika hatua hii, pia unapata uhuru wa kweli. Hufanyi kile unachofanya kwa sababu ya pesa tu. Hufanyi kwa sababu ya sifa au kuthibitisha kitu kwa watu wengine. Unafanya kwa sababu imekuwa sehemu yako. Kazi yako si kitu unachofanya, ni sehemu ya wewe ni nani. Hii ndiyo tofauti kubwa kati ya mtu anayefanya kazi na mtu ambaye kazi ndiyo yeye. Fikiria msanii aliyekomaa. Mwanzo alijifunza kuchora mistari, kutumia rangi na kufuata mbinu. Lakini sasa anachora hisia, anachora mawazo. Kazi yake inaongea bila yeye kusema neno. Au fikiria mjasiriamali aliyefikia kiwango cha juu. Mwanzo alijifunza biashara kwa bidii, akafanya makosa mengi. Lakini sasa anaona fursa kabla wengine hawajaiona. Anafanya maamuzi kwa kasi, lakini kwa usahihi wa hali ya juu. Hii si bahati. Hii ni mastery. Na hapa ndipo ukweli mkubwa unapojitokeza. Mastery si mwisho wa safari, ni mwanzo wa kiwango kingine cha maisha. Ni hatua ambayo unaanza kuleta athari kubwa. Unaacha alama yako. Unakuwa chanzo cha msukumo kwa wengine. Lakini yote haya yanaanzia kwenye uamuzi mmoja rahisi, lakini mgumu. Kuamua kuvumilia mchakato. Kuamua kujifunza kwa kina. Kuamua kuacha njia za mkato. Kuamua kujenga msingi imara kwa ajili ya uhuru wa baadaye. Kwa hiyo jiulize kwa uaminifu. Je, niko tayari kuvumilia hadi nifikie kwenye kiwango cha intuition ya kweli? Je, ninajifunza kwa kina au ninatafuta mafanikio ya haraka? Je, nina subira ya kujenga kitu cha kudumu? Kwa sababu mwisho wa yote, ubingwa hauji kwa bahati. Unajengwa kwa makusudi, kwa nidhamu na kwa muda. Na unapofika hapo, hutakuwa tu mzuri. Utakuwa wa kipekee. Hiyo ndiyo nguvu ya kuunganisha intuition na mantiki. Hiyo ndiyo hatua ya mwisho ya safari ya ubingwa. Na hapa tunafika mwisho wa kitabu hiki cha Mastery. Najua umejifunza mengi, lakini kumbuka, mafunzo haya hayana maana ikiwa hayatatumika. Haya ni maandalizi tu ya safari yako. Kitabu kingine kinafuata, na nafasi yako ya kuwa miongoni mwa wa kwanza kupata funzo mpya ipo mikononi mwako. Usisahau kusubscribe ili usikose kitabu kijacho, na ili kuhakikisha unapata notification mara tu kitabu kipya kinapopatikana. Hii ni nafasi yako ya kuwa mwanzo wa mabadiliko.